Amonio TV. Karibu mtazamaji wa Amonio TV, tuwe pamoja katika somo ambalo tunaendelea nalo, somo linalosema jinsi ya kutafuta amani iliyopotea. Jinsi ya kutafuta amani iliyopotea. Tuungane pamoja katika sehemu hii ya 3 ambayo inasema jinsi amani inavyopotea. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu Mwenyezi, mfalme wa wafalme, Baba unayeketi mahali pa juu palipoinuka, ninakuja mbele zako na mtazamaji huyu na msikilizaji wa Amonio TV. Naomba Bwana uwe pamoja nasi, tujifunze namna amani inavyopotea, ili tukijua tupate kuelewa mbinu za namna ya kuitafuta. Katika jina lako Yesu ninaomba na kushukuru, amen. Kama nilivyosema, tuungane pamoja na sehemu hii ya 3 inayosema jinsi amani inavyopotea. Migogoro ya mtu binafsi wanaita internal conflict. Migogoro ndani yake inasababisha kupotea kwa amani ndani ya mtu mwenyewe, na ikishapotea ndani yake mwenyewe atajitahidi sana kupoteza amani kwa watu wengine, hata kama pengine hapendi, lakini atashangaa amefanya. Amani ya mtu binafsi ni muhimu kwa kuwa ikipotea watu wengine pia watapoteza amani. Migogoro yote na migongano, vurugu mbalimbali za makundi zinapoteza amani. Zinapoteza amani. Hata amani imedumu muda mrefu kiasi gani, kukitokea migogoro, migongano na vurugu za makundi mbalimbali, hiyo amani itapotea. Mpendwa mtazamaji, jambo ambalo linapoteza amani ni uchu wa madaraka, na uchu wa madaraka ni chanzo cha kupotea kwa amani. Uchu wa madaraka, nikisema uchu, labda nitafsiri kidogo kwamba mtu mwenye uchu anakuwa na hamu sana ya kutaka kula nyama, ndio anaitwa ni mtu mwenye uchu. Mtu mwenye msukumo kwa namna yoyote, kwa hali yoyote, kwa gharama yoyote, kwa jinsi yoyote, anahitaji madaraka. Uchu wa madaraka unasababisha amani ipotee. Naomba tusome kitabu cha Isaya sura ya 58 mstari wa 2. Isaya sura ya 58 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, walakini walitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao, hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Mpendwa wangu, hakuna mtu ambaye hapendi madaraka, lakini kule kupenda madaraka kupita kiasi na kukanyaga haki za wengine kuna leta shida katika jamii na kunaleta shida na ni chanzo cha kupoteza amani. Hakuna amani kwa watu wabaya. Hakuna amani kwa mtu yeyote mbaya, mtu mwenye ukatili, mwenye roho mbaya, mtu ambaye anawafanyia watu wengine ubabe, mtu ambaye hasikilizi mtu ambaye hata Mungu pia hamsikilizi. Hakuna amani kwa mtu mbaya namna hiyo.
Jambo ambalo linapoteza amani ni haki isipotendeka. Baba katika ndoa asipofanya wajibu wake, akatenda haki kwa mkewe, au mke akikosa kutenda haki kwa mumewe, hiyo familia, kuanzia ngazi hiyo ya ndoa mpaka familia mpaka jamii nzima, ndugu yangu, nakwambia hakutakuwa na amani. Baba asipokuwa na amani, hata kazini atakuwa anafanya mambo ya ajabu. Mama asipokuwa kazini, asipokuwa na amani, nakwambia kweli, hata akikaa na wenzake hajiamini. Ni kwa sababu hakutendewa haki. Kila mmoja anahitaji haki, na kila mmoja wetu anahitaji kutendewa haki. Ikiwa unahitaji kutendewa haki, na wewe jifunze kutenda haki. Ni watu wangapi ambao huku watendea haki, na hao watu wameendelea kukosa amani kwa ajili yako? Jambo linalosababisha amani kupotea ni wagonjwa sugu, na hawa wanaouguza wamekata tamaa, na hawa wanaouguza wanakosa amani. Mtu anaumwa tu, mtu anaumwa tu, magonjwa yaishi kwenye familia, kwenye jamii, amani haiwezi kuwepo. Lakini jambo ambalo linapoteza amani ni umaskini. Umaskini unaifukuza amani kwa ajili ya manunguniko mtu alionayo. Lakini jambo ambalo lingine linapoteza amani ni kutaka mafanikio bila kuhangaika, na jambo hilo linapoteza sana amani. Mtu anataka apate lakini asihangaike, na watu wa namna hiyo ni wengi katika jamii yetu. Watu wengine wanakosa ajira, na wakikosa ajira wanakosa amani, na amani ya familia pia, kwa sababu watu wamesomeshwa, wameingia gharama. Madeni yanakosesha amani. Madeni, mtu anakopa kwenye vikoba, anakopa SACCOS, benki amekopa watu binafsi, mpaka njia sasa zinashindikana kwenda. Wengine wamekopa mpaka kwenye kausha damu. Madeni yanakosesha amani, na ni utumwa. Unapaswa kujinasua kwenye utumwa huu. Kinachokosesha amani ni shina la uchungu. Naomba tusome waraka kwa Waebrania sura ya 12 mstari wa 15. Waraka kwa Waebrania sura ya 12 mstari wa 15. Neno la Mungu kutoka Waebrania sura ya 12 mstari wa 15. Neno la Mungu nasema, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa najisi kwa hilo. Shina la uchungu katika maisha yetu linatukosesha amani, na wengi tumekumbwa na shina la uchungu. Nikisema shina la uchungu ni msongo wa mawazo. Nikisema shina la uchungu kwa Waingereza, na hilo neno limezoeleka sana, ni mastress yasiyoisha. Moyo ulioharibika kwa uchungu hauyawazi ya Mungu, wala haupokei ushauri wa Mungu. Shina la uchungu likikomaa linaleta roho ya kukataliwa. Una stress kwa ajili ya mume wako, una stress kwa ajili ya watoto wako, una stress kwa ajili ya madeni ulio nayo, una mastress mengi yamekukabili. Stress zinaondoa thawabu ambayo Mungu ameiweka na thamani tulio nayo. Uchungu unaleta chuki,
Uchungu unaleta uhasama, unaleta hofu, na uchungu unaleta mafarakano. Yaani kila unapopita ni stress. Huko kwenye ndoa ni stress, ukiingia ukitoka ni stress, kazini stress. Zinaondoa amani. Jambo moja tu kubwa ambalo unapaswa kulifanya ni kumkabidhi Yesu hizo stress na hiyo misongo ya mawazo ili akuondolee. Jambo lingine ambalo linaondoa amani ni dhambi na uasi. Yohana 8 mstari wa 34. Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 34. Neno la Mungu linasema, Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mtumwa hana uhuru wa kuamua. Ndivyo inavyokuwa kwa mtenda dhambi. Mtenda dhambi yoyote hana maamuzi, anaamuliwa na Shetani. Na utumwa wa namna hii unaondoa amani hata kama imedumu kiasi gani. Jambo ambalo linaendelea kuondoa amani iliyopo ni kumkataa Mungu. Tusome Zaburi ya 10 mstari wa 4. Zaburi ya 10 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, mdhalimu kwa kiburi cha uso wake asema hatapatiliza, jumla ya mawazo yake ni hakuna Mungu. Ukishaona jamii, ukishaona watu, familia, ukishaona kanisa wanamkataa Mungu, jua kabisa kwamba amani haitakaa iwepo. Wadhalimu wanasema hakuna Mungu, hivyo hatapatiliza. Na kuambia leo Mungu atapatiliza na Mungu ataadhibu, kwa sababu uwepo wake unayatawala maisha yetu. Unapomkataa Mungu katika maisha yako, unaiondoa amani katika njia zako zote na mapito yako yote unayopita. Usimkatae Mungu, maana ukimkataa amani moyoni mwako itakimbia. Lakini pia tukikataa kazi za Roho Mtakatifu tunajinyima amani. Tumkubali Mungu kwa nia ya kuendelea kumtumaini ili aweze kudumisha amani, na hiyo amani iweze kudumu katikati ya maisha yetu. Mungu abariki neno lake. Amin. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu, tunakuja mbele zako. Tumejifunza namna amani inavyopotea. Tunaomba Bwana utuwezeshe amani isipotee tena, kwa kuwa haya yanayopoteza tumejifunza. Simama pamoja nasi, simama pamoja na mtazamaji huyu wa Munio TV kwa nguvu zako na mamlaka yako, katika jina la Yesu. Amen.